Kwa majina naitwa Petro Protas, ni daktari wa falsafa ya sheria. Ninafundisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na pia ni mratibu wa senta ya kitaaluma ambayo ni ushirikiano wa nchi mbili, kwa maana ya kwamba nchi ya Tanzania na nchi ya Ujerumani, na senta yetu inaitwa Tanzanian German Center for Eastern African Legal Studies. Leo tumekutana katika tukio ambalo ni muhimu na adhimu kabisa la kujadili mambo muhimu ya kikanda, ushirikiano wa kikanda, kwa maana ya kwamba ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini tukiwa tunajadili mambo jadid yanayohusu jumuiya yetu, hasa masuala ya ushirikiano wa kikanda, matumizi ya akili mnemba, wengine huita akili unde, pamoja na umajumui wa Afrika. Kwa kiwango gani teknolojia ambazo zimekuwa zikiendelea kukua katika dunia yetu na kwa Afrika Mashariki zinamhusisha mwanajumuiya wa Afrika Mashariki. Kwa mfano hizi tunaziita artificial intelligence tools, dhana za akiliunde, kwa kiwango gani zinamhusisha mwanajumuiya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunapokutana leo, tunakutanisha watu wenye vipaji mbalimbali ambao wameanzisha biashara mbalimbali wakiwa vijana. Katika namna ya kupambana na tatizo la ajira, wao wameamua kujianzishia biashara kwenye eneo la akiliunde na kupata mafanikio makubwa, na hivyo kupunguza presha kwa serikali, kupunguza presha kwa jamii, hasa kwenye swala zima la ajira. Kwa hiyo hii kusanyiko letu la leo limejikita hasa katika sehemu hiyo muhimu, kuhakikisha tunajadili, kujua changamoto wanazozipitia, kujua visababishi vya changamoto hizo, na kujua namna gani tunaweza kutatua changamoto hizo kwa pamoja kama raia wa Tanzania, kama wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa jinsi gani sheria za kikanda, taratibu na viongozi wetu wote ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaweza kushiriki kutatua changamoto zinazowakuta wanaoanzisha biashara ndogo ndogo, hasa kwa kutumia akiliunde. Dr. Joseph Nyansiro ni meneja wa mifumo ya kompyuta katika Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Leo kwa kushirikiana na Kituo cha Masomo ya Sheria cha Afrika Mashariki ambacho ni ushirikiano kati wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nchi za Afrika Mashariki pamoja na serikali ya Ujerumani, tulikuwa na kongamano la siku mbili ambalo tunaangazia udhibiti au kwa maana ya regulation ya masuala ya teknolojia ya AI. Kama tunavyojua sasa hivi teknolojia ya akili unde ambayo inakuja kwa kasi, na sisi Tanzania kama nchi nyingine zote duniani hatuwezi kuikwepa. Tayari watu wanaitumia na inatumika katika sekta mbalimbali na watu mbalimbali katika kufanya mambo mbalimbali. Sasa tulikuwa tunajaribu kuangalia changamoto na maeneo ambayo yanahitaji udhibiti ili kuhakikisha kunakuwa na matumizi salama ya teknolojia hii ya AI au akiliunde na bila kuleta madhara kwa jamii na watumiaji kwa ujumla. Kwa hiyo kuna madhara mbalimbali ambayo kama yasipoangaliwa yanaweza katokea katika jamii. Ukianzia pamoja na usiri wa taarifa. Tunajua tuna sheria ya usiri wa taarifa binafsi ipo, lakini pia kuna mambo mbalimbali kama ya cyber security, usalama wa mifumo katika mitandao, lakini kuna mambo ya udhalilishaji. Teknolojia ikitumika vibaya inaweza kutumika kudhalilisha watu mitandaoni. My name is Peter Koch and I'm the director of the Konrad Adenauer Foundation in Tanzania. Konrad Adenauer Foundation is a German political foundation supporting democratization, the rule of law, social market economy, and innovation in various regions across the world. Today, we are in cooperation with the Tanzanian German Center for East African Legal Studies, the
TGCL at the University of Dar es Salaam. We're having a 2-day workshop. My name is Togo Kaime, and I'm professor and chairholder of African Legal Studies at the University of Bayreuth. I'm also the project leader for TGCL. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.